Yes, bana mtazamaji wa Simba Hub, ni siku nyingine tena tunakutana hapa kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo, na leo hii taarifa kubwa kutoka katika klabu ya Simba ni taarifa ambayo inawahusu wao pamoja na mshambuliaji wao Jonathan Soa, ambapo taarifa za ndani zinaeleza kwamba maamuzi ambayo yamefikiwa baina ya malalamiko na mashauri ambayo Simba waliyapeleka kwenye kamati ya nidhamu ya klabu hiyo juu ya mshambuliaji huyo na tuhuma mbalimbali ambazo walikuwa wanatuhumiwa. Maamuzi yake yamefikia tamati. Na ni nini ambacho Simba pamoja na mchezaji umekubaliana kukifanya, ama Simba umeamua nini, ama upande wa mchezaji umeamua nini? Kabla tujaendelea, endelea kusubscribe channel yetu hii ya Simba Hub ili utuwezeshe sisi kuweza kuzifikisha taarifa hizi kwenye chombo chako cha habari, lakini pia usisahau kutuandikia maoni yako katika comment section hapo chini, tufahamu ni nini maoni yako juu ya hizi habari ambazo tunazifikisha, lakini pia ni nini ambacho unataka kukiona tukikizungumza kwenye platform hii ya Simba Hub. Lakini usisahau pia kushare taarifa hizi, kwa sababu unaposhare taarifa zetu hizi kwenye platform hii zinawafikia watu wengi pia ambao nao wanatamani kusikia nini ambacho kinaendelea katika klabu yao ya Simba Sports Club. Usisahau pia kulike taarifa zetu ili ziendelee kufika mbali zaidi. Bana, turejee katika topic muhimu sasa ambayo ni ya leo tunaenda kuijadili, ambayo inahusu Simba na mshambuliaji Jonathan Soa, ambaye taarifa zisizo rasmi ambazo muda wote zitatoka kwa umma na kuwa rasmi ni kumuhusu Jonathan Soa, ambaye management yake upande wa mchezaji na klabu ya Simba wamefikia makubaliano ya kuvunja mkataba wa mchezaji huyu. Mkataba wa Jonathan Soa, kumbuka, ulikuwa ni mkataba wa miaka miwili ambao alisaini katika dirisha kubwa lile la usajili akitokea katika klabu ya Singida Black Stars, lakini mwanzoni alianza vizuri maisha yake katika timu ya Simba akicheza mechi nyingi tu za kutosha mwanzoni huko kuanzia kwenye pre-season huko Egypt, Misri, lakini baadaye kwenye ligi akacheza mechi 3 za mwanzo na akafanikiwa kuifungia timu pia magoli 3, lakini baada ya hapo timu ikaenda kwenye mashindano ya kimataifa, haikufanya vizuri. Pia mchezaji mwenyewe pia akawa hana performance nzuri, kwa sababu alikuwa hapati nafasi ya kucheza kwa sababu ya mifumo na style ya uchezaji ya mwalimu mameneja wa Simba ambaye alikuja kuchukua nafasi ya mwalimu Fadlu Davis, Dimitar Pantev. Baadaye msimu mkubwa wa matatizo ulianza katika mchezo wa ligi dhidi ya Azam, ambapo Jonathan Soa aliingia kipindi cha pili dakika za mwisho akampiga kiwiko kiungo wa Azam Himidi Mao na kufungiwa michezo 5 ya ligi kuu, hivyo akawa nje kwa muda mrefu bila kuitumikia klabu. Lakini pia katika mashindano ya kimataifa kiwango chake hakikuwa kizuri, akawa na mechi ambazo anacheza haonyeshi kiwango kizuri, akawa anacheza rafu ambazo muda mwingine zilikuwa zinaelekea kuigharimu klabu kwa yeye kupata kadi na kukosa michezo ambayo inafuatia. Kwa hiyo baadaye timu akawa inaelekea kumaliza adhabu yake ya kufungiwa michezo 5 ya ligi kuu. Timu ikaelekea jijini Dodoma, ambapo ilikuwa na mechi 2 huko. Mchezo wa kwanza dhidi ya Tanzania Prison, lakini mchezo mwingine ulikuwa ni dhidi ya Dodoma Jiji. Na baada ya mchezo wa Tanzania Prison kumalizika, mchezo ambao ulikuwa unafuatia dhidi ya Dodoma Jiji, ndio Soa alikuwa arejee baada ya adhabu yake kukamilika, lakini likatokea tukio kwenye mchezo wa nyuma yake dhidi ya Tanzania Prison, akagomea kufanya mazoezi ya ziada, top up training. Klabu ikaweza kumrudisha Dar es Salaam ikamrudisha Dar es Salaam kwa sababu ya utovu wa kinidhamu, huku ikiwa na mchezo miwili migumu ambayo inafuatia dhidi ya Dodoma na mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga ambao ulifanyika Machi mosi huko visiwani Zanzibar mwaka huu wa 2026. Kwa hiyo baada ya mchezo ule wa Simba na Yanga kumalizika, Jonathan Soa yeye aliamua kurudi kwao Ghana. Alienda kutulia kusikilizia shauri lake na malalamiko yake ambayo yalipelekwa na Simba kwenye kamati ile ya nidhamu, na walikaa. Baada ya mchezo wa Simba na Yanga kumalizika, kamati ya nidhamu ya Simba ilikaa na mchezaji, management yake, kupitia mashauri yote ambayo viongozi wa Simba walimfungulia na tuhuma mbalimbali ambazo walimfungulia Jonathan Soa. Sasa
kuna mashauri mbalimbali ambayo aliyakubali, kuna malalamiko ambayo aliyakubali, na kuna tuhuma nyingine ambazo hakuzikubali, ambazo pia tuhuma hizo zimepelekea mchezaji huyo kuona kwamba Simba wanamchelewesha na kuna namna ambayo yeye anaweza karejea kikosini, kwa sababu ni kama mlango wa imani baina ya pande hizi mbili, pande ya mchezaji na klabu, umefungwa na hawezi kufunguliwa. Na tuhuma ambazo zimemfanya Jonathan Soa na klabu kufikia makubaliano ya kuvunja mkataba ni tuhuma ambazo zinahusisha yeye kuuza labda mechi ama kupata kadi, kucheza rafu za makusudi na kuisababishia timu na kufungiwa ili asitumike kwa ajili ya kuisaidia timu kuweza matokeo. Lakini kingine zaidi ambacho kinatajwa kupelekea Simba na Jonathan Soa upande wake kuvunja mkataba ni kuwa mchezaji huyu Jonathan Soa kuwa karibu na viongozi wa Young Africans, na tunafahamu kwamba Jonathan Soa wakati anakuja Tanzania, wakati anajiunga na Singida Black Stars, aliweka wazi kabisa kwamba kwa Tanzania baba mlezi wa maisha yake hapa Tanzania ni rais wa Young Africans Engineer Hersi Saidi. Kwa hiyo hilo pia nalo ni kama vile limechochea moto kwa viongozi wa Simba kuona kwamba au ni mchezaji ambaye tuliamini atabadilika, atafocus na maisha yake ya mpira katika klabu ya Simba, lakini bado ameendelea kuwa na mawasiliano na upande wa mahasimu wetu ama wapinzani wetu katika mashindano mbalimbali ya ligi ya ndani ya Tanzania, kwenye ligi pamoja na mashindano ya kombe la shirikisho, kombe la CRDB Cup. Sasa ndio hicho ambacho kimeamuliwa. Jonathan Soa pamoja na upande wa klabu ya Simba umefikia hatua ya kuvunja mkataba. Mkataba wa miaka 2, ina maana ni makubaliano ya pande zote mbili, mutual agreement wao wanasema, na kwenye mutual agreement hakuna upande wote ambao tutakiwa kulipa fidia. Endapo labda kama Simba na ngao wamemvunjia mkataba Jonathan Soa, basi wangetakiwa kumlipa fidia mchezaji huyu kwa gharama zote za kipindi cha mkataba wake ambao ulikuwa umesaliwa miaka 2. Lakini kama mchezaji pia naye ndo angekuwa ametaka kuvunja mkataba kwa makubaliano yake binafsi, basi angetakiwa kuilipa Simba stahiki zote ambazo alipaswa kuzipata yeye kwa kipindi chote cha mkataba wake ndani ya Simba. Kwa hiyo Simba na Jonathan Soa ndio hapo ilipofikia, maamuzi yameshafanyika. Mchezaji huyu hatuitumikia tena Simba kwa kipindi chote ambacho kiko kimebakia, na sasa kila upande umechukua 50 zake. Jonathan Soa ataanza maisha yake sehemu tofauti na Simba kama ilivyozoeleka, lakini pia Simba nao kwa sasa watamaliza msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara wakiwa na washambuliaji wawili tu, ambaye ni Selemani Mwalimu pamoja na Baraka Mwangosi. Ndio hicho ambacho kinaendelea katika klabu ya Simba, ndio hicho ambacho kinaendelea baina ya pande hizo mbili, klabu pamoja na upande wa mchezaji Jonathan Soa. Soa yeye anacholalamika ambacho kimepelekea mpaka impelekea kuvunja mkataba ni kwamba Simba Sports Club wameendelea kushikilia msimamo wake wa kutomsamehe kwa tuhuma ambazo wanamkabiliana nazo, kwa sababu wao wanamtuhumu kwamba anauza mechi, wanamtuhumu pia hajaamua kumove on, yani bado ana ukaribu na viongozi wa Yanga, kitu ambacho ni hatari, kwamba anaweza akavujisha siri za klabu, anaweza akavujisha siri za kambi ambazo zinaweza zikawapa pointi za ziada ya wapinzani wao wa karibu Young Africans, ambao ndio washindani namba 1 kwenye ligi kuu, lakini ndio washindani namba 1 kwenye mashindano ya vikombe kama kikombe cha CRDB Federation Cup. Kwa hiyo ndio hicho ambacho kinaendelea. Jonathan Soa na Simba Sports Club wamefikia hatua ya kukubaliana kuvunja mkataba. Kwa hiyo Simba Sports Club watamtoa Jonathan Soa kwenye usajili wao, kwenye mfumo wa usajili pindi dirisha itakapofunguliwa, then watakuwa na nafasi ya kusajili mchezaji mwingine kwenye nafasi yake. Atasajiliwa mshambuliaji mwingine kwenye nafasi yake pindi dirisha kubwa litakapofunguliwa. Bana, ndio hicho ambacho kinaendelea kati ya Simba na Jonathan Soa. It's over between Simba and Jonathan Soa. Kwa hiyo the Black Lion maisha yake ndani ya Simba yamekuwa mafupi, tofauti na wengi walivyotarajia. Kumbuka ni mchezaji ambaye alianza ligi vizuri sana, akifunga kwenye mechi back to back, lakini matatizo yake ya kinidhamu na kukosa ule uadilifu kama professional player ndio vitu ambavyo vimemfanya kae nje ya kikosi cha Simba na asitumikie Simba kwa kumaliza mkataba ambao alisaini na Simba kutokea Singida Black Stars, mkataba wa miaka 2. Bana, endelea kusubscribe channel yako hii ya Simba Hub, endelea kulike, kushare taarifa zetu ziweze kufika mbali na ziweze kuwafikia watu wengi zaidi. Bana, mpaka wakati mwingine, jina langu mimi ni Shabel Daniel.